Historia ya nchi yetu haitasahau mchango wake katika kuhamasisha elimu kwa Watanzania na Wanakondoa. Alikuwa na mchango wa pekee katika kutambua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha ya binadamu, na alifanya hivi kwa vitendo katika kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu. Lakini vile vile, kwa kutambua umuhimu wa afya kwa watu wetu, alifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha na kusimamia ujenzi na uendelezaji wa huduma za afya katika jamii ya Kondoa na katika nchi yetu. Lakini vile vile, akiwa mbobezi wa taaluma ya elimu ya mawasiliano na habari, amekuwa mwalimu mwelekezaji kwa watu wengi katika nchi yetu, wakiwemo baadhi ya watumishi wenye nyadhifa za juu katika serikali. Hakuna mtu ambaye amepata kuwa mwanafunzi wake ambaye hatamkumbuka kwa weledi wake na uwezo wake mkubwa, lakini hamu yake kubwa ya kusambaza elimu aliyonayo kwa wengine. Lakini kubwa kuliko yote, marehemu Askofu Bernardin Mfumbusa alikuwa kiungo cha pekee kati ya Kanisa Katoliki, madhehebu mengine ya Kikristo, lakini pia madhehebu mengine ya Kiislamu na dini zingine mbalimbali. Anakumbukwa kwa kutaka dini zote zifanye kazi kwa kuheshimiana, kwa kushirikiana na kwa kupendana. Kwa kifupi, Askofu Bernardin Mfumbusa atakumbukwa kwa kutimiza wajibu wake kwa binadamu, kwa kutambua tunayo maisha tunayoishi leo, lakini vile vile kutimiza wajibu wake kwa Mungu kwa kutuongoza katika njia ya kutuelekeza katika uzima wa milele. Mateso yanatuunganisha sisi wanadamu kushiriki sehemu ndogo sana ya mateso ya Kristo ambayo alikuja aliteseka ili sisi sote tuweze kupata uzima wa milele. Kwa sababu hiyo, Kristo alikwisha kutukomboa sisi sote kwa mateso yake. Lakini kila mmoja wetu anapaswa kuchangia kitu fulani katika mateso hayo ili kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo tunapokumbana na mahangaiko na mateso mbalimbali katika maisha yetu, tusirudi nyuma, tusikate tamaa, tusife moyo, tusimwache Mungu wetu, lakini tuendelee kuwa naye kwa karibu na tuendelee kumwomba tujalie nguvu na uvumilivu katika mateso hayo. Nguvu na uvumilivu tunayapata kwa Kristo. Ndio maana aliwaalika wale wachache wasali pamoja naye, wakeshe walau hata kwa saa moja. Aliwaambia, mmeshindwa kukesha nami hata kwa saa moja tu. Kwa hiyo aliwaalika wakeshe pamoja naye. Kwa sisi pia tuunganishe hayo yote ambayo tunakutana nayo kama mateso na sala na mikesha ya kiimani itakayotupatia tija na labda ufumbuzi wa mahangaiko yetu katika maisha tunayoyapitia.